waandishi wa habari. Ndio. Ni kitu ambacho nimekipenda na kimenitia nguvu sana kuona kwamba kuna wengine hawakuweza kufanikiwa kuwepo maeneo haya. Ndio. Lakini kwa neema ya Mungu mimi nipo mahali hapa, na kwa neema ya Mungu watu wa Mungu kupitia chaneli hii ya Hwima Singers kutoka Biharu pale. Ndio. Nimefika mahali hapa halafu nikapata neema ya kuhojiana nao. Ndio. Mimi sina mengi ya kusema, lakini niseme kwamba jamani, tuifuatilie hii chaneli ya Hwima Singers. Ndio. Zipo taarifa nyingi na lipo neno la Mungu katika chaneli hii. Kila itwapo leo wanarekodi matukio mbalimbali, tunapata neno la Mungu, tunapata mambo mbalimbali, waimbaji na nini, mahubiri. Kwa hiyo nimebarikiwa sana kwa kweli, nimebarikiwa sana. Kwa hiyo hata kwa wasikilizaji niwaombe waifuatilie sana hii huduma ambayo inatolewa na Hwima Singers, na hata kufuatilia mikutano yao. Asante sana. Labda mimi nikushukuru sana, naona umefurahi kweli. Ndugu yetu amefurahi kuona kwamba Hwima Singers tumepata chaneli yetu kwa kupitia vyombo vyetu vya habari, kwamba tumemfikia, lakini pia mahojiano haya amejisikia furaha na amani. Lakini pia naomba niulize kitu kingine, labda ibada hii ya maombi umewaambia watazamaji kwamba waendelee kufuatilia, leo ndio mwisho au bado mnaendelea katika huduma hizi, au huduma imeisha leo ya maombi? Huduma ndo tulianza jana na leo ni siku ya pili. Huduma ndo sasa imechipuka, ndo kweli imefika wakati wenyewe. Kwa watazamaji wenzangu, na waomba kwamba tuendelee kuifuatilia. Tuna huduma katika siku ya leo, pia kuna kesho tunahitimisha jioni. Asante sana. Katika hili ni waombe wafuatilie sana huduma hii. Ndio. Nikiwepo mahali hapa na imani au natamani sana hata watu ambao hawapo maeneo haya, lakini kupitia huduma hii basi na wenyewe tushirikiane kupitia vyombo hivi vya habari. Asante sana. Kwa hapa ninaoongea nao ndugu mtazamaji, ninaongea na waombaji, kundi la maombezi ambao wanaendelea kumsihi Mungu na kumwomba Mungu. Labda niwaulize kitu kimoja. Kuna tetesi, kuna habari ambazo ziko duniani, amani imetoweka. Mnaona Marekani, ukiangalia kule kuna Wakristo wenzenu, pia ukienda Israeli pia kule kuna Wakristo wenzenu, lakini pia ukienda hata maeneo mbalimbali, lakini hata Irani na wao pia walitakiwa wawe na nafasi ya kumwabudu Mungu na kuomba Mungu. Lakini unaona tayari kuna vita tayari imeingia, na hiyo vita inapoingia kwa jamii yetu au kwa wanadamu wote hawezi kupata amani. Ninyi kama waombaji kwenye swala hili ni nini mnakifanya baada ya kuwa mmepata taarifa kwamba Israeli kuna shida, kuna vita hii? Ninyi kama waombaji hili swala mnalichukuliaje? Kwanza kabisa nipende kumshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo hakika mimi maono au na kile ambacho nilikibeba mimi kama mimi au na wenzangu hawa wana maombezi, tukiwa tupo maeneo ya kule nyumbani, tulikuwa tunajiandaa na kufika mahali hapa katika mkutano huu. Kwanza kabisa tuliwiwa kuombea nchi za wenzetu ambazo zina vita, na ndugu zetu wanapitia changamoto mbalimbali. Wakati mwingine hawana uhuru kama sisi ambavyo tuna uhuru kumwabudu Mungu kila itwapo leo. Ndiyo. Na tukiwapo mahali hapa sana tunayo mahitaji ambayo kila itwapo leo au katika siku ya leo tangu asubuhi tulikuwa tukiombea nchi zao ili ziweze kupata amani na vita viweze kukoma. Kwa hiyo ndugu ambao wapo maeneo hayo ya nchi jirani na mikoa mbalimbali ya hapa Tanzania, ninapenda sana tushirikiane katika huduma hii ya maombi, na hususan tukiwaombea ndugu zetu ambao wanapitia changamoto za vita. Hata ndugu zetu